Mgiaji, tutaanza na Mheshimiwa Rashid Shangazi, ajifuatie Mheshimiwa Francis Ndulane. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia katika wizara hii muhimu kabisa kwa ujenzi wa miundombinu ya barabara zetu hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze na pongezi. Nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuwa kinara wa uboreshaji wa miundombinu ya barabara zetu vijijini kupitia TARURA, lakini barabara zetu kuu kupitia wakala wa barabara TANROADS, kwa kazi nzuri ambazo zinaendelea kufanyika pamoja na changamoto mbalimbali za mvua, lakini tumeona commitment ya hali ya juu sana ya wizara chini ya Waziri Abdalla Hamisi Ulega, lakini Engineer Amur, Naibu Waziri Godfrey Kasekenya, mtendaji mkuu wa TANROADS Mohamed Besta na watumishi wote wa wizara hii. Kwa kweli mnastahili maua yenu. Tumeona namna ambavyo hamlali kuhakikisha kwamba miundombinu kila mahali inarudi katika ubora wake, hasa yale maeneo ambayo yalikumbana na changamoto, ikiwemo kule kusini, lakini kule Morogoro, lakini hata kule Tanga. Iko barabara yetu moja ilipata kadhia, meneja wa TANROADS mkoa alifika kwa wakati na kurejesha mawasiliano kwa haraka. Baada ya pongezi hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze na ziara ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya hivi karibuni katika mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Rais alizungumza maono yake anayotaka kuiona Tanga. Alikuwa akasema na kubainisha kwamba anataka kuiona Tanga ambayo imefunguka kwa upande wa miundombinu, iweze kuwasiliana na mikoa mingine, na tunazo barabara zetu ambazo zinatutambulisha hivyo. Barabara ya kwanza ambayo kwa bahati nzuri umeitaja ni hii ya kutoka Handeni Kiberashi hadi Singida. Tunakupongeza kwa hatua hiyo ya kusema sasa itajengwa kwa utaratibu wa PPP. Lakini sambamba na hiyo tunayo barabara yetu hii ya Tanga Pangani Bagamoyo. Ujenzi unaendelea na sasa tuko katika ujenzi wa daraja pale Mto Pangani. Ni imani yetu kwamba mtazidi kusukuma mafungu ili barabara ile iende kwa kasi zaidi. Sambamba na hiyo tunayo barabara ya kutoka Mabokweni kwenda Maramba, Umba hadi Mkomazi. Hii barabara iko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi na ni barabara yenyewe ya kimkakati ya kuondoa msongamano katika barabara ya Chalinze Segera kwenda mikoa ya Kilimanjaro na Arusha na hata mpaka Musoma. Tunaomba sana na barabara hii sasa muitengee fedha ili sasa shughuli ziweze kuanza, na tukifanya hivyo maana yake tutakuwa tumesaidia sana kufungua mkoa wa Tanga. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba nikukumbushe jambo moja. Barabara hii ya Chalinze Segera ni barabara ya siku nyingi, na barabara hii kwa mujibu wa taratibu zenu kwamba uhai wa barabara ni miaka 15, hii ni zaidi ya miaka 30. Na barabara hii sasa tunaweza tukasema imesha expire, haifai tena kwa matumizi. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba ni lazima kuwe na mpango wa kuiboresha barabara hii. Kwanza ni nyembamba sana na mwaka huu imesababisha ajali nyingi sana. Inamgharimu sana mkuu wetu wa mkoa, anashindwa kufanya kazi nyingine za maendeleo wakati wote yuko barabarani kuhudumia wananchi mbalimbali wanaopata shida kutokana na ufinyu na wembamba wa barabara hii. Kwa hiyo niwaombe sana muangalie uwezekano wa kuipanua barabara hii ambayo sasa imekuwa finyu, na hii pia inatokana na ufanisi ambao umeongezeka katika bandari ya Tanga. Shehena kubwa inashuka katika bandari ya Tanga, kwa hivyo inahitaji barabara pana ili magari haya yaweze kupishana kwenda kuchukua mizigo mbalimbali katika bandari ya Tanga. Lakini sambamba na kutoka Segera kwenda Same hadi Kilimanjaro ni barabara ambayo pia ni nyembamba na inapaswa kuongezwa, haswa katika zile kona kuwe na upana wa kutosha. Lakini lingine ni barabara ya kutoka
Mombo kwenda Lushoto kwenda mpaka Mlalo. Barabara hii na yenyewe imejengwa miaka 30 iliyopita. Nakumbuka wakati huo mkandarasi alikuwa kampuni ya JBG. Nadhani hata sasa hivi hata hapa nchini haipo. Barabara hii tumeshaweka viraka vya kutosha, lakini sasa imechakaa na haifai. Tunaomba na yenyewe sasa ije ifanyiwe upanuzi, kwa sababu magari yanayoingia katika wilaya ya Lushoto ni mengi sana, yameongezeka zaidi ya mara 3 ya wakati barabara inakuwa wakati wana design barabara hii iliyopo sasa. Kwa hiyo niombe kilomita 36 kutoka Lushoto, kutoka Mombo mpaka Lushoto, lakini kutoka Lushoto kwenda Mlalo, lakini kwenda mpaka Mtae, na yenyewe imeahidiwa kujengwa kwa kiwango cha lami. Tunaomba tuongeze kasi ya ujenzi katika barabara hiyo. Eneo lingine ambalo ningetaka kuchangia ni kuhusu viwanja vya ndege. Mheshimiwa Waziri, Tanga ni jiji, lakini katika majiji 6 ya nchi hii ni Tanga pekee ambayo ina kiwanja cha ndege ambacho ndege kubwa haziwezi kutua. Nikuombe sana uhakikishe katika viwanja vile ambavyo vinajengwa katika mikoa ya Tabora, Shinyanga, Kigoma na Musoma, basi muweke mkazo pia katika jiji la Tanga. Sasa hivi tunao mradi mkubwa wa bomba la mafuta, lakini kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameahidi kufungua mkoa wa Tanga kiuchumi na kwa kilimo pia, ni muhimu pia kuwa na uwanja mkubwa wa ndege ambao utawezesha wawekezaji kuweza kufika Tanga kwa urahisi. Kwa hiyo ni aibu sana kwamba katika majiji yote 6 ni jiji la Tanga pekee ambalo kiwanja cha ndege kinaruhusu ndege ndogo tu ambazo si za zaidi ya abiria 12 kutua. Niombe sana kwamba hili liwepo katika vipaumbele vyenu, kuhakikisha kwamba tunaboresha uwanja ule wa ndege uweze kuwa na uwezo wa kutua ndege, hata aina ya bombardier hizi ambazo zinakuja Dodoma na maeneo mengine, basi ziweze kutua katika mkoa wetu wa Tanga ili tuweze kurahisisha shughuli za kiuchumi. Lakini mwisho, lakini sio kwa muhimu, ni ile changamoto ya kukarabati barabara ambazo zimekatika kutokana na kadhia hii ya mvua. Tunaomba sana na tunatambua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, lakini pamoja na uchaguzi ni muhimu sana tukawekeza pesa kwenye yale maeneo muhimu ambayo barabara hizi angalau ziweze kupitika katika kipindi hiki ambacho tunatafuta mafungu makubwa kwenda kukamilisha miradi hii. Baada ya kusema maneno hayo, ninashukuru sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi. Nimtaje Mheshimiwa Francis Ndulane.